Inafahamika kuwa huduma za hifadhi ya jamii zina umuhimu mkubwa katika maisha ya kila siku kwa sababu zinagusa moja kwa moja mahitaji halisi ya binadamu. Kwanza, zinatoa usalama wa kipato, hasa pale mtu anapopoteza uwezo wa kufanya kazi kutokana na umri wa uzee aliyoufikia, ugonjwa, ulemavu au changamoto za ajira. Kupitia mafao mbalimbali, mtu huendelea kuwa na kipato kinachomwezesha kuishi kwa heshima na kujitegemea. Vile vile, zinahakikisha upatikanaji wa huduma za afya, ambapo mwanachama anapata matibabu bila kubeba mzigo mkubwa wa gharama. Hii inalinda si tu afya ya mtu binafsi, bali pia ustawi wa familia na jamii kwa ujumla. Pia, hifadhi ya jamii inalinda familia na wategemezi, hasa pale mwanachama anapofariki. Kupitia mafao ya pensheni ya urithi, familia huendelea kupata msaada unaowezesha maisha kuendelea bila kusimama. Si hayo tu, kumbuka kuwa huduma hizi hutoa msaada katika nyakati za mpito, kama vile kukosa ajira, ambapo mwanachama hupata nafasi ya kujipanga upya bila kupoteza mwelekeo wa maisha. Kwa ujumla, hifadhi ya jamii huleta amani ya kisaikolojia, kujua kuwa licha ya changamoto zozote zinazoweza kujitokeza, kuna mfumo uliopo wa kumlinda mtu na familia yake, leo na hata kesho, sasa na baadaye. Katika kuthibitisha kwa vitendo umuhimu wa hifadhi ya jamii, kipindi cha Ijue NSSF kinakuletea maelezo ya kina ya namna mafao haya yalivyokuwa nguzo imara ya maisha kwa wengi. Kupitia simulizi halisi na ushuhuda wa wanachama walionufaika na mafao mbalimbali, utaona kwa ukaribu jinsi NSSF inavyogeuza changamoto kuwa matumaini, hofu kuwa utulivu na ndoto kuwa uhalisia. Katika kuhakikisha uendelevu wa mafanikio haya, mfuko wa NSSF unaendelea kusimama imara kama nguzo ya hifadhi ya jamii nchini, kuwa na uwezo wa kulipa mafao kwa wakati na kwa uhakika. Robert Kadege, meneja huduma kwa wateja wa NSSF, anaeleza zaidi. Kwanza tunaishukuru sana serikali yetu ya awamu ya 6 kwa kuendelea kuboresha pensheni za wastaafu wetu. Kama ambavyo mnafahamu, pensheni kwenye hii awamu, pensheni zimeboreshwa kwa wastaafu wetu. Sio kuboresha tu kwa wale ambao wanastaafu, kuboresha vikokotoo, lakini pia kuendelea kuongeza pensheni kwa wale wastaafu ambao tayari wanapokea pensheni kwenye mifuko yetu. Kwani gharama za maisha kadri zinavyoongezeka, hata wastaafu na wao tunakwenda nao kwenye masoko hayo ambayo sisi tunakwenda, ambao bado tuko kwenye ajira. Kwa hiyo na wao wanahitaji kwa kiasi fulani zile pensheni zao kuweza kuongezwa. Tunatumia fursa hii kuwaomba wastaafu wetu hawa ambao wanapokea pensheni kuwa mabalozi kwa wafanyakazi ambao sasa hivi bado wapo kwenye ajira. Wao kwa sababu tayari ni wafaidika wa pensheni, wanao uwezo mkubwa sana wa kuwaelimisha wale wafanyakazi ambao wako makazini umuhimu wa pensheni. Lakini pia sisi kama mfuko tuna utaratibu wa kufanya kuwahakiki wastaafu wetu. Kwa hiyo tunatumia pia fursa hii kuwajulisha wale wastaafu umuhimu wa kuhakiki pale tarehe za uhakiki zinapotangazwa na mfuko. Hapo tunawahakiki kila mwaka. Mfuko wa Taifa wa Hifadhi ya Jamii NSSF unawatangazia wastaafu na wategemezi wote wanaolipwa pensheni ya kila mwezi kuwa zoezi la uhakiki limeanza rasmi tarehe 2 Februari mwaka 2026 na kuendelea kulingana na mwezi ambao mstaafu alifanya uhakiki wa mwisho kwa mwaka 2025, na kwa wastaafu wapya uhakiki wao utafanyika kila baada ya mwaka tangu walipoanza kupokea pensheni. Mfuko umeboresha zoezi la uhakiki wa wastaafu mwaka 2026 ili kuwezesha mstaafu kujihakiki mwenyewe kupitia simu janja ya kiganjani kwa kupakua programu itwayo NSSF App iliyopo Play Store na App Store, kisha kufuata maelekezo. Na wastaafu waliopo Unguja na Pemba, uhakiki wao utafanyika ofisi ya ZSSF. Fika na nyaraka zifuatazo: kitambulisho cha NSSF au kuponi ya pensheni, kitambulisho cha taifa au nambari ya NIDA kwa wategemezi yani watoto, fika na cheti cha kuzaliwa na kitambulisho cha shule. Kwa wastaafu ambao pensheni ilisitishwa kutokana na sababu mbalimbali, wafike na picha moja ndogo ya sasa ya rangi yani passport size. Imetolewa na kitengo cha uhusiano na elimu kwa umma NSSF.
Katika maisha, kila mmoja wetu hufika mahali ambapo anatamani kupumzika baada ya miaka mingi ya kufanya kazi kwa bidii. Ni hatua ya kuvuna matunda ya juhudi zake, lakini pia ni hatua inayohitaji utulivu wa kifedha ili maisha yaendelee kwa heshima, amani na uhakika. Ndiyo maana NSSF inaendelea kuwa nguzo imara kwa wanachama wake, hasa wastaafu, kwa kuhakikisha wanapata mafao yao kwa wakati na bila usumbufu wowote. Hili si suala la malipo pekee, bali ni ulinzi wa maisha ya mwanachama katika kila hatua, kuanzia kipindi cha ajira hadi uzeeni. Kama anavyoeleza mmoja wa wanachama wastaafu anayepokea pensheni ya uzee tangu alipostaafu. Mstaafu anayeishi chini ya NSSF kwa sasa, nafurahia sana maisha ya NSSF, na kwamba yeyote tu anayesikia ajue kwamba NSSF ni tumaini jipya la maisha, kwamba mtoto akizaliwa tumaini lake ni baba yake na mama yake. Kadri unavyokuwa unaenda shule, tumaini lako ni yale masomo unayosoma na namna unavyoperform. Lakini kadri utakapofika mahali umeajiriwa, tumaini lako, egemeo lako ni mshahara na mwajiri wako. Baada ya kustaafu, tumaini pekee linalobaki ni NSSF, kwa sababu sasa nguvu hamna. Mfumo wowote unaokukubali wewe unazidi kushuka siku hadi siku. NSSF ndio pekee wanao kuokoa, kwamba angalau uendelee kuishi kwa kupata chochote, usikose mahitaji muhimu. Ubora wa NSSF ni huu. Maisha haya ulionayo leo, unabeba kigunia, leo unawahi asubuhi sana unakuja dukani, leo unasukuma bodaboda na nini, si ndio? Sasa itafika siku hata bodaboda ikiwepo hutaendesha, lakini kula kutakuendelea kuwepo. Utakulaje? NSSF ili uje ule wakati huu. Ndugu mwajiri, usiruhusu staa ya kampuni yako ififie. Wasilisha michango kwa wakati. Kama wewe ni mwajiri, staa ya kampuni yako huangaza katika nidhamu ya muda, kwani michango ya NSSF inayowasilishwa kwa wakati, mafao yanayolipwa kwa wakati, huepusha faini za kisheria. Wasilisha michango kwa wakati. Paka rangi ya uaminifu kila mwezi, staa yako iendelee kung'aa. Paka rangi kwa kutembelea tovuti ya poto.nssf.go.tz au kwa maelezo zaidi piga simu bure 080010016773 kuhusu mfumo huu wa kidijitali. NSSF, staa wa mchezo, hifadhi ya jamii kwa wote. Tunajenga maisha yako ya sasa na ya baadaye. Kwa miaka mingi, NSSF imekuwa tegemeo la kweli kwa wanachama wake, hususan wale waliostaafu kutoka sekta binafsi pamoja na waliojiajiri. Mfuko huu umejikita kuhakikisha kuwa maisha ya wastaafu yanabaki kuwa na uhakika kupitia malipo ya pensheni ya uzee yanayotolewa kila mwezi, na muhimu zaidi, kwa wakati. Elewa neno kwa wakati hapa lina uzito wake. Maana yake ni kuwa kila mwezi, bila kukosa, wastaafu hupokea pensheni zao kama ilivyopangwa. Hii inawawezesha kupanga maisha yao ya kila siku kwa utulivu, kuanzia mahitaji ya msingi hadi huduma muhimu za afya. Kwa kweli NSSF ni chombo ambacho kinatusaidia sana katika umri wa uzee. Maana mimi nilikuwa mfanya kazi, nilianza kazi nikiwa na miaka kama 22 na kufikia miaka 60 nilikuwa nimeshafanya kazi kwa muda wa miaka 38. Lakini sasa maisha ya kusema kukaa nyumbani tu hivi ukiwa huna hata chochote kile cha kutegemea, kwa kweli maisha naona yanakuwa ni magumu. Lakini kujiunga na mfuko huu unanisaidia, ikifika mwisho wa mwezi naenda kuchukua chochote kitu, maisha yanaendelea. Kwa hiyo huu mfuko kwa kweli ni mfuko ambao ni mkombozi kwa sisi wastaafu ambao tumefikia umri ambao hatuwezi kufanya kazi. Wafanyakazi au watumishi tulio wengi, wakati mwingine tunajisahau kwamba tunapoingia hatukumbuki kana kwamba kuna kutoka pia. Na kumbe ukiingia lazima tukumbuke na tuwe na mpango madhubuti wa kuplani namna gani utakapofika muda wa kutoka, maisha yangu yatakuwa na familia yangu na jamii nzima kwa ujumla. Leo unapanda, kesho unavuna. Kila siku unapambana kujenga maisha bora. Lakini je, umejiandaa kwa kesho? NSSF inakupa nafasi ya kuweka akiba hata kama umejiajiri. Hifadhi Scheme inakuhakikishia ulinzi wa kipato, faida ya akiba
na uhakika wa maisha ya baadaye. Jiunge leo, linda kesho yako. Akiba ya leo, uhuru wa kesho. Usisubiri kesho, anza leo. Jilinde, jiwekee, jiamini. NSSF, tunajenga maisha yako ya sasa na baadaye. Kwa zaidi ya miaka 27 sasa, tangu alipostaafu, Mzee Abdalla Suleiman ameendelea kufurahia matunda ya wanachama wake kupitia pensheni ya uzee anayopokea kila mwezi. Pensheni hiyo imekuwa mhimili wa maisha yake, ikimwezesha kumudu gharama za maisha na kupata huduma muhimu katika kipindi ambacho nguvu za uzalishaji si kama zamani alipokuwa kijana. Toka nilipostaafu mwaka 1999 na nimekuwa nikilipwa au nikipata mafao yangu hayo kila mwezi bila matatizo, jambo ambalo nilikuwa sifikirii kwamba baada ya kustaafu nitafanyaje, lakini nashukuru imekuwa sasa ni tegemezi langu. NSSF inanipa kile ambacho kinastahili na naweza kumudu kufanya yale ambayo ninayokusudia kuyafanya, yakiwepo kuwalipia watoto ambao bado wanaendelea na shule na elimu. Lakini si hivyo tu, najiwekea malengo ambayo kila mwisho wa mwezi ninayatekeleza, hususan katika kipindi hichi cha kilimo, na inanisaidia sana kufanya yale ambayo pengine kama si NSSF yangeniletea tabu sana. Tabasamu la wastaafu wanaonufaika na pensheni ya uzee kutoka NSSF ni ushuhuda wa moja kwa moja wa thamani ya hifadhi ya jamii. Kwao, pensheni si tu kipato, ni faraja, ni uhuru na ni uhakika wa maisha baada ya kustaafu. Kwa wengi wao, NSSF imekuwa mkombozi wa kweli katika kipindi ambacho wanahitaji zaidi msaada wa kifedha. Mfano hai ni Bibi Rita Materu aliyestaafu mwaka 2017 na hadi hivi leo anaendelea kupokea pensheni yake ya uzee kwa uaminifu na uthabiti ule ule. Nilipofikisha miaka 55 ile ya kustaafu kwa hiari, nikaomba kwa mwajiri wangu kustaafu, na toka 2017 ninapata pensheni yangu, na hata tumeongezwa juzi, na hata leo hapa muamala umeingia benki. Yaani nikitoka hapa najua napita sokoni, nyumbani mambo safi. NSSF kwa kweli inatukomboa sana wastaafu. Yaani inatusaidia sana pakubwa, hata kama hela ile sio kubwa sana kama mshahara tuliokuwa tunapata. Lakini ni kitu ambacho kweli unakitegemea na unaweza ukakopa kwa mtu ukiwa na uhakika wa kulipa. Unalima shamba, ninafanya biashara, lakini nina hakika kwamba nina hela yangu mwisho wa mwezi ninapata. Hadi kufikia hapo, bila shaka utakuwa umefahamu namna pensheni ya uzee inayolipwa na NSSF inavyokuwa nguzo muhimu katika maisha ya wastaafu. Kwa maelezo zaidi, usisite kuwasiliana nasi. Piga simu bure kupitia nambari 0800116773 au tufuatilie kwenye mitandao ya kijamii @NSSF Tanzania ili uendelee kupata taarifa sahihi na huduma bora kwa wakati. NSSF, tunajenga maisha yako ya sasa na baadaye. Karibu tukuhudumie.